Asante kwa wewe ambaye umeendelea kutusikiliza na kuwa nasi hapa. Imekuwa ni muda mrefu sana hatukuwa na Dr. Kathleen Makundi kwenye The Bible Mine. Imerudi tena baada ya muda mrefu tukiwa na msimu mwingine. Ilikuwa kama jana, lakini imekuwa ni dhahiri tena leo tumebahatika kuwa nawe kwa utukufu wa Yesu Kristo ambao tunamrudishia yeye. Na bado tuna tafakuri ya kile kitabu cha Danieli. Kama ulikuwa unafuatilia, tulikuwa tunachambua kitabu cha Danieli. Tulikuwa tuna mambo mengi kuhusiana na Danieli na kile ambacho alikuwa amekiona. Mara ya mwisho nadhani tulizungumzia maombi ya Danieli kwa watu wake. Yeah. Kumbe niko vizuri. Nimekuwa mwanafunzi mzuri katika kwenye kupitia The Bible Mine. Karibu. Asante, nina kusalimu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii, na bila kupoteza muda, yes, tuende kwenye mwendelezo wa kujifunza kitabu cha Danieli, na leo tutakuwa tunafanya siku ya 5. Kama umetufuatilia, tunafanya sura ya 5. Kama umetufuatilia tangu mwanzo, tumekuwa hatufuatishi sura baada ya sura, ila tunaangalia vile vipengele tofauti. Yeah, lakini pia ni kama storyline hivi. Lakini pia hichi kitabu kilivyoandikwa, sura zilivyopangwa sivyo matukio yalivyotokea. Matukio yako tofauti. Yeah, matukio yako tofauti, ndio maana ninajaribu kutafuta angalau namna itakayokuwa rahisi ya kutufanya tufuatilie vilivyokuwa vinatokea. Sasa moja kwa moja tutasoma hii mistari ya kitabu cha Danieli sura ya 5. Waga napenda tusome sura nzima, halafu tukianza kuelekezana inakuwa rahisi mtu kufuatilia. Kwa hiyo nitasoma Danieli sura ya 5. Belshaza mfalme aliwafanyia wakuu wake 1000 karamu kubwa, akanywa divai mbele ya 1000 hao. Belshaza alipokuwa akionja ile divai, akaamuru wavilete vile vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo baba yake Nebukadreza alivitoa katika hekalu lililokuwa Yerusalemu, ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wapate kuvinywea. Basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu la nyumba ya Mungu lililokuwako Yerusalemu, na mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wakavinywea. Wakanywa divai, wakaisifu miungu ya dhahabu na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe. Saa hiyo hiyo vikatokea vidole vya mkono wa mwanadamu, vikaandika katika chokaa ya nadamu, vikaandika katika chokaa ya ukuta wa nyumba ya enzi ya mfalme, mahali palipo kikabili kinara. Naye mfalme akakiona kitanga cha ule mkono ulioandika. Ndipo uso wa mfalme ukambadilika, fikira zake zikamfadhaisha, viungo vya viuno vyake vikalegea, magoti yake yakagongana. Mfalme akalia kwa sauti kubwa, akaamuru waletwe wachawi na Wakaldayo na wanajimu. Mfalme akanena, akawaambia wenye hekima wa Babeli, mtu awaye yote atakayesoma maandiko haya na kunionesha tafsiri yake atavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwake, naye atakuwa mtu wa 3 katika ufalme. Basi wakaingia wenye hekima wote wa mfalme, lakini hawakuweza kuyasoma yale maandiko wala kumjulisha mfalme tafsiri yake. Ndipo mfalme Belshaza akahangaika sana, uso wake ukambadilika, na wakuu wake wakaona fadhaa. Basi Malkia, kwa sababu ya maneno ya mfalme na ya wakuu wake, akaingia katika nyumba ya karamu. Malkia akanena akasema, mfalme, uishi milele. Fikira zako zisikufadhaishe, wala uso wako usibadilike. Yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake. Na katika siku za baba yako, nuru na ufahamu na hekima zilionekana ndani yake, na mfalme Nebukadreza baba yako, na mfalme baba yako,
akamfanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi na Wakaldayo na wanajimu, kwa kuwa roho njema kupita kiasi na maarifa na ufahamu na uwezo wa kufasiri ndoto na kufunua maneno ya fumbo na kufungua mafundo zilionekana katika Danieli huyo, ambaye mfalme alimuita Belteshaza. Basi na aitwe Danieli, naye ataionyesha tafsiri. Ndipo Danieli akaletwa mbele ya mfalme, na mfalme akanena akamwambia Danieli, je, wewe ndiwe Danieli yule aliye mmoja wa wana wa Yuda waliohamishwa, ambao mfalme baba yangu aliwaleta huku kutoka Yerusalemu? Nimesikia habari zako, kwamba roho ya miungu imo ndani yako, na kwamba nuru na ufahamu na akili zimeonekana kwako. Basi sasa watu wenye hekima na wachawi wameletwa mbele yangu, wapate kulisoma andiko hili na kunijulisha tafsiri yake. Lakini hawakuweza kunijulisha tafsiri ya jambo hili. Lakini nimesikia habari zako, kwamba waweza kuleta tafsiri na kufumbua mafumbo haya. Kama ukiweza kulisoma andiko hili na kunijulisha tafsiri yake, utavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwako, nawe utakuwa mtu wa 3 katika ufalme. Ndipo Danieli akajibu akasema mbele ya mfalme, zawadi zako zishike wewe mwenyewe, na thawabu zako mpe mtu mwingine. Walakini nitamsomea mfalme maandiko haya na kumjulisha tafsiri yake. Kwa habari zako, mfalme, Mungu aliye juu alimpa Nebukadreza baba yako ufalme na ukuu na fahari na utukufu. Na kwa sababu ya ule ukuu aliompa, watu wa kabila zote na mataifa na lugha wakatetemeka na kuogopa mbele yake. Aliyetaka kumua alimua, na aliyetaka kumwacha hai alimwacha hai. Aliyetaka kumtukuza alimtukuza, na aliyetaka kumshusha alimshusha. Lakini moyo wake ulipoinuliwa na roho yake ilipokuwa ngumu, akatenda kwa kiburi. Aliuzuliwa katika kiti chake cha enzi, nao wakamwondolea utukufu wake. Akafukuzwa mbali na wanadamu, moyo wake ukafanywa kuwa kama moyo wa mnyama, na makao yake alikuwa pamoja na punda mwitu. Akalishwa majani kama ng'ombe, mwili wake ukaloa maji kwa umande wa mbinguni. Hata alipojua ya kuwa Mungu aliye juu ndiye anayetawala katika ufalme wa wanadamu, na ya kuwa humweka juu yake yeye amtakaye awaye yote. Na wewe mwanawe Belshaza, hukujinyenyekeza moyo wako, ijapokuwa ulijua hayo yote, bali umejiinua juu ya Bwana wa mbingu, nao wamevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako, na wewe na wakuu wako na wake zako na masuria wako mmevinywea, nawe umeisifu miungu ya fedha na ya dhahabu na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe, wasioona wala kusikia wala kujua neno lolote. Na Mungu yule ambaye pumzi yako i mkononi mwake na njia zako zote ni zake, hukumtukuza. Ndipo kile kitanga cha ule mkono kikaletwa kutoka mbele zake, na maandiko haya yameandikwa. Na maandiko haya yaliyoandikwa ni haya: Mene, Mene, Tekeli na Peresi. Na maana ya maneno haya ni hii: Mene, Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika, nao wamepewa Wamedi na Waajemi. Ndipo Belshaza akatoa amri, nao wakamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau, wakatia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, wakapiga mbiu kutangaza habari zake, ya kwamba yeye ni mtu wa 3 katika ufalme. Mstari wa 30 anasema, usiku huo huo Belshaza mfalme wa Wakaldayo akauawa, na Dario Mmedi akaupokea ufalme, naye umri wake ulikuwa
ni miaka 62. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapoanza kujifunza kwenye hii sura ya 5, ningependa tupate muktadha kidogo wa Belshaza ni nani. Belshaza ni mmoja kati ya watu waliotokea kwenye familia ya Nebukadreza. Ukisoma Kiswahili kinamsema Nebukadreza kama baba yake Belshaza, lakini Belshaza alikuwa ni mmoja kati ya wajukuu wa Nebukadreza. Baada ya Nebukadreza kuondoka kwenye uongozi, kuna wafalme 3 ambao walipita, ambao walidumu kwa muda mfupi sana kwenye ufalme wa Babeli. Na baada ya hao akaja mfalme mmoja anaitwa Nabonidas, ambaye huyu sasa ndo alikuwa baba wa Belshaza. Na Belshaza alikuwa anatawala wakati mmoja na baba yake, alikuwa kamanda wa jeshi la baba yake. Kwa hiyo baba yake asipokuwepo, yeye ndo alikuwa anasimama kama nafasi ya mfalme. Na hichi kipindi ambacho tunaona Belshaza sasa anatajwa hapa kwenye sura ya 5, ni kipindi ambacho huu ufalme ulikuwa unakaribia kuondoka kutoka kwenye mikono ya watu wa Babeli. Kama tunakumbuka vizuri, tulivyosoma kwenye ile sura ya 2, kuna ile sanamu ambayo mfalme Nebukadreza aliona na Danieli akaitafsiri, ambayo kichwa chake kilikuwa cha dhahabu, kifua na mikono vilikuwa ni madini ya fedha, alafu tumbo na mapaja ilikuwa ni shaba, miguu ilikuwa chuma, alafu na vile vikanyagio vya miguu vilikuwa vimechanganyika chuma na udongo. Na kama tulivyoona kipindi kile, tuliona kwamba kile kichwa cha dhahabu kilikuwa kinawakilisha ufalme wa Babeli ambao ulikuwa na nguvu, lakini si nguvu tu, ulikuwa pia na utukufu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, sasa tukirudi hapa kwenye habari za Belshaza, mwanzoni kabisa tunaona kwamba anafanya karamu, na vile vyombo ambavyo kwenye sura ya 1 Biblia inatuambia Nebukadreza alivyowachukua watu wa Yerusalemu mateka, alichukua na vyombo vya nyumba ya Mungu. Tunaona hapa Belshaza anaelekeza vile vyombo vya nyumba ya Mungu viletwe, nao wakavitumia kunywea divai, wakaisifu miungu na sio Mungu wa kweli. Mungu wa kweli. Na tunaona kitu kile kilikuwa ni chukizo mbele za Mungu, na matokeo ya kile kitu ndo tunaona ule mkono unakuja na maneno yanaandikwa, ambayo wale wachawi na wanajimu na waliokuwa wanaonekana mabingwa wa kutafsiri au kuona mambo walishindwa kutafsiri. Sasa tukija kwenye mstari wa 11 wa hii sura, tunaona kitu ambacho naweza kusema ni kitu cha upekee sana kwenye hii sura. Tunamwona Malkia anamtambulisha Danieli kwa mfalme. Baada ya kuona kwamba huyu mfalme amefadhaika, wale wakuu wa wanajimu na wachawi na waganga wameshindwa kumpa tafsiri, mfalme anamwambia kuna mtu kwenye ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu anakaa ndani yake. Na naweza kusema kuna namna walishindwa tu kumtambua vizuri yule aliyekuwa anafanya kazi ndani ya Danieli. Wakaona maneno yanayoweza kumtambulisha ni kwamba roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake. Na anamwambia, na inaonekana Malkia alikuwa tangu kipindi Nebukadreza yupo, kwa sababu hiki anachomwambia Belshaza ni kile ambacho Danieli alikifanya siku za mfalme Nebukadreza. Na anaendelea kusema kwenye mstari wa 12 kwamba roho njema kupita kiasi, maarifa, ufahamu, uwezo wa kufasiri ndoto na kufunua maneno ya fumbo na kufungua mafundo zilionekana katika Danieli. Na ukifuatilia kwa ukaribu, haya maneno yanamtambulisha sana Roho Mtakatifu. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 11, nitakifungua tukisome. Sasa Isaya sura ya 11. Nabii anamtambulisha Roho Mtakatifu namna hii. Tukianzia mstari wa 1 anasema, basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litatoka katika mizizi yake, litazaa matunda.
hapa sitakuwa na muda wa kuingia ndani sana, lakini nabii alikuwa anazungumza kwa habari ya ujio wa Yesu. Alafu anasema na roho ya Bwana atakaa juu yake. Alafu roho ya hekima. Tumeona Malkia anaitambulisha hii roho kwamba ilikuwa inafanya kazi ndani ya Danieli. Sasa roho ya ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana, na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Ukiona hii tabia ya roho inayonenwa hapa, utagundua kwamba ndio roho hiyo ambayo Danieli anatambulishwa nayo, kwamba ufahamu, maarifa, hekima vilikuwa vinafanya kazi ndani yake. Lakini pia ukija kusoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2 kuanzia ule mstari wa 10, na hii pia naomba tusome tuone jinsi ambavyo Roho Mtakatifu alikuwa anatambulishwa tangu kwenye kitabu cha Danieli. Kwenye hii sura ya 2 mstari wa 10 anasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Of course, ukifuatilia mistari ya juu, mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa anazungumza kwa habari ya mambo ambayo watu hawajawahi kuyasikia, hawajawahi kuyaona, hayajawahi kuwa kwenye mioyo ya wafalme. Sasa anasema mambo hayo Mungu aliwaandalia wampendao. Alafu mstari wa 10 anasema, sasa hayo mambo Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Maana roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Ukirudi kwenye Danieli, unaona Danieli anatambulishwa kama mtu ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake, naye ana uwezo wa kuyafunua mafumbo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwenye hii mistari tu miwili wa 11 mpaka wa 12 tunamwona Roho Mtakatifu anatambulishwa, na huyu roho anatenda kazi ndani ya Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunaona kutokana na ile Roho Mtakatifu anakaa ndani ya Danieli anaweza kutoa tafsiri ya yale maneno kwa mfalme. Na ukisoma mpaka ile mistari ya mwisho utagundua kwamba ile maana ilikuwa halisi na ile maana ilitimia. Na Biblia inasema usiku huo yale maneno yalitimizwa. Mfalme alikufa na ufalme ukachukuliwa na Dario Mmedi, ambapo tunakuja sasa kuona ile sanamu ilichokuwa inakielezea kinatokea, kwamba ufalme wa Babeli muda wake umeshapita. Ufalme unaofuata ambao ni wa Wamedi na Waajemi unaanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ni vitu gani tunaweza kujifunza hapa? Kitu cha kwanza, kitu chochote kilichowekwa wakfu kwa Mungu kinatakiwa kitumike kwa ajili ya kumfanyia Mungu ibada, kumfanyia Mungu sifa, kumtukuza Mungu. Kinapotumika kwa namna yoyote tofauti na hiyo, kinaleta madhara kwa yule ambaye anafanya hivyo, na hasa huyo mtu asipokuwa mtu wa toba baada ya kufahamu kile alichokifanya. Tunaona Belshaza baada ya kuambiwa hivi na Danieli, tungetegemea labda tuone mfalme amerarua mavazi yake, amepiga magoti, ametubu. Lakini tunaona mfalme aliamua tu kutimiza ile ahadi ambayo alikuwa amepanga kuitoa kwa Danieli, kwamba atavikwa mkufu wa dhahabu, atakuwa mtu wa 3 kwenye ufalme. Lakini Biblia haituoneshi kama huyu mtu alionyesha moyo wa kunyenyekea na kutubu. Ukirudi kule kwa Nebukadreza, kipindi kile nafikiri ni kwenye ile sura ya 3, ambapo alishindwa kumtukuza Mungu. Baadaye akahamishwa akaenda kukaa huko msituni kama alivyomuelezea Danieli. Biblia inasema fahamu zake zilipomrudia alimpa Mungu utukufu. Okay. Kwa maana nyingine alitambua kwamba Mungu ndiye anayetawala. Chochote alichonacho ni kwa sababu Mungu amempa, na akampa Mungu sifa anayostahili, na baada ya kile kitu akarudishwa kwenye ufalme wake. Hichi kitu hatukioni kwa Belshaza, na tunaona madhara yaliyotokea ni kwamba ufalme wake wakapewa watu wengine. Lakini jambo la pili tunaloweza kuliona ni kwamba Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mtu, anamtofautisha yule mtu na watu wengine kwa sababu ya yale ambayo anakuwa anayatenda kupitia huyo mtu. Na bahati nzuri ni kwamba sisi ambao tumeamini, Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu na anakaa kati yetu. Kwa hiyo
kama tukimpa nafasi anayostahili, tukashirikiana naye, ana uwezo wa kufanya vitu vikubwa sana kwa kututumia. Kila mahali ukiangalia Danieli alipokuwa anatafsiri ndoto au anaelezea kitu chochote kwenye hizi falme zilizopita kipindi wao wako utumwani, utagundua kuna kitu kimoja kinachofanana, kwamba Roho wa Mungu alikuwa ndani yake, roho ya miungu watakatifu alikuwa anafanya kazi ndani yake, hekima, maarifa, kufunua mafumbo. Na unagundua ni kazi ya Roho Mtakatifu kwa sababu kwanza Biblia inatuambia Danieli huyu aliazimia kumcha Mungu tangu anaingia Babeli. Na huko kumcha Mungu kuliambatana na yeye si tu kufanya ibada, lakini kuendelea kujifunza kuhusu Mungu na kuhusu maneno yake kupitia vile vitu ambavyo walikuwa navyo kwa kipindi kile. Maana yake ni nini? Tunapoamua kushirikiana na Roho Mtakatifu ambaye Mungu ametupa, tunaweza kufanya vitu vikubwa ambavyo watu wengine wa kawaida wameshindwa kuvifanya. Katika scenario zote kwenye hichi kitabu cha Danieli, tunaona wale mabingwa, waganga, wachawi, sijui wanajimu, walikuwa hawatoboi kwenye kutafsiri ndoto za wafalme wala kutafsiri kitu chochote. Lakini Danieli, si kwa sababu alikuwa mjanja sana, lakini kwa sababu ya Roho ya Mungu iliyokuwa ndani yake, na kwa sababu pia alikubali kushirikiana na Mungu kwenye haya mambo makubwa yalitokea, na ndio yaliyomfanya akawa mtu mkubwa kwenye ufalme huko utumwani. Amen. Amina. Amen. Lakini pia jambo la tatu ambalo tunaliona ni kwamba Mungu anavyotangaza jambo lolote, lile jambo lazima linatokea. Alitangaza habari ya ufalme wa Babeli, kwamba utafika point utaisha, utaingia ufalme mwingine, na ndicho kilichotokea. Hichi kitu Belshaza hakukiona, alikiona Nebukadneza babu yake huko nyuma. Okay. Na kitu kinachoshangaza ni kwamba Danieli alikuwa kipindi chote hichi, and I can feel like Danieli alikuwa anajisikia privileged sana. Ametafsiri ndoto ya mfalme wa kwanza aliyemchukua kutoka Yerusalemu kuja Babeli. Akamtafsiria ile ndoto, akaona jinsi ambavyo falme zinabadilika. Yani kile kitu alichokiona Nebukadneza kinatimia mbele ya macho yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kiufupi, chochote ambacho Mungu anakitangaza kinatokea. Kinatokeaje? Hatujui, lakini lazima kinatokea. Kama kilivyotokea kwamba ufalme wa Babeli umefika mwisho wake, ufalme mwingine ambao ni wa Medi na Wajemi umeanza kuchukua nafasi. Na hayo ni mambo machache ambayo tunaweza kujifunza kutoka kwenye sura ya 5. Wow, imekuwa na ufafanuzi mzuri na umeeleza kwa lugha rahisi ambayo mtu yeyote anaweza kaelewa. Lipi hasa la kujifunza na neno la hekima tunapoenda kutamatisha? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Kwa hapo ndo pa kupigia mstari. Hapa ndo pa kupigia mstari. Kila nikitazama jinsi ambavyo Danieli alikuwa pamoja na wale vijana wenzake. Kwenye ile sura ya kwanza Biblia inatuambia kipindi kile wanapimwa, mfalme aliona hakuna watu waliokuwa bora kama wao. Walikuwa bora mara 10 zaidi ya wale wengine ambao walikuwa trained kipindi kile. Kwa ina maana kama ni mtu ambaye alikuwa ana akili, ina maana akili ilikuwa imezidi uwezo wa kawaida. Sijajua sasa akili inapimwa kwa uwezo gani, lakini ina maana ilikuwa imezidi uwezo wa kawaida wa kibinadamu. Na of course tunapima umuhimu wa mtu kwa uwezo wake wa kuweza kutatua changamoto ambazo zinaonekana zimeshindikana. Ndiyo. Na yanayoshindikana kwa wanadamu ni Mungu peke yake anayaweza. Na Mungu anayawezaje? Anayaweza kwa kushirikiana na watu waliokubali kufanya naye kazi, kuleta solution za hayo mambo. Na ndicho kilichotokea kwa Danieli, kwa sababu ya Roho wa Mungu alikuwa anafanya kazi ndani yake. Wafalme wa kipindi kile walikuwa wanapata solution za tafsiri za ndoto zao na mambo mbalimbali waliokuwa wanatafuta kuyafahamu, kwa sababu Danieli tu alikuwa amekubali kushirikiana na Mungu. Na Roho Mtakatifu hafungwi tu kwenye mambo yanayoonekana ni makubwa au yanayoonekana tu, hata mambo madogo madogo ambayo hayaonekani. Kipindi cha wiki chache zilizopita kanisani tulikuwa tuna semina ya Roho Mtakatifu. Tukafundishwa kwamba Roho Mtakatifu hayupo tu kutusaidia kufanya huduma. Roho Mtakatifu
yupo kutusaidia kwenye maeneo yote ya maisha. Wow. Unaweza ukawa kwenye nafasi fulani ya uongozi kwenye nchi na ukakubali kushirikiana na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akakufanya ukawa sababu ya kuleta mabadiliko ya kuliokoa taifa. Danieli alikuwa anafanya kazi kwenye ufalme, alikuwa mmoja kati ya watu wakubwa kwenye ufalme, na Roho wa Mungu alikuwa anafanya kazi ndani yake huko. Hatuoni Danieli akiwa sijui kwenye sinagogi au kwenye hekalu anafundisha. Yeye alikuwa ni kiongozi wa serikali huko utumwani, lakini Roho Mtakatifu alifanya kazi ndani ya Danieli, alifanya kazi na Danieli huko alipokuwa. Kwa hiyo tujenge ushirikiano na Roho Mtakatifu, tudumishe ushirikiano na Roho Mtakatifu, na tukifanya hivyo Roho Mtakatifu anaweza akatumia kufanya mambo makubwa sana kwenye siasa, kwenye uchumi, kwenye kilimo. Hakuna mahali Roho Mtakatifu hawezi kumwelekeza mtu kufanya na akapata matokeo mazuri. Kwa hiyo tudumishe ushirikiano na Roho Mtakatifu. Yeah. Sawa. Wewe kwenye eneo lako la kazi, ushawahi kumbana na tatizo ambalo lilikuwa nje ya uwezo wako, lakini ukamshirikisha Roho wa Mungu akafanya muujiza kwenye eneo lako na taaluma yako? Ya, nitasema kitu ambacho tulikifanyia kazi mwaka juzi. Tulikuwa na utafiti unaendelea, na huo utafiti ulikuwa unahitaji watu ambao kulingana na vigezo vya utafiti tuliokuwa tunawapata wengi walikuwa wanashindwa kukidhi vile vigezo. Ni kama vigezo vilikuwa vimebana. Kwa hiyo kipindi mimi naingia kufanya huo utafiti, nilimwomba Roho Mtakatifu. Nikamwambia Roho Mtakatifu, ninaomba ukanisaidie ninavyoingia kwenye huu utafiti ikajulikane kwamba wewe unafanya kazi ndani yangu. Na baada ya kuomba yale maombi nikaingia kwenye utafiti. Mambo yalikuwa magumu kwa maana ya ugumu wa kuwapata washiriki. Baadaye wakati naendelea kuomba, maana ilikuwa pia ajenda yangu kwenye maombi kwamba Mungu tusaidie tupate washiriki, tukamilishe huu utafiti kwa wakati. Akaja daktari mmoja ambaye ni senior, akawa amefanya kikao na sisi, akatushauri kwamba hebu tujaribu kushirikiana na hivi vituo tunavyofanya nao kazi vinavyotusaidia kupata washiriki. Tufanye nao kazi kwa karibu. Tukifanya nao kazi kwa karibu na hasa kule ambako wao wako, tunaweza kupata washiriki. Kwa hiyo nikapokea yale maelekezo, mimi ndo nilikuwa nasimamia utekelezaji. Tukaanza kulifanyia utekelezaji. Na kila siku ambayo tulikuwa tunaenda kwenye vile vituo, nilikuwa namwambia Roho Mtakatifu, tunaomba utusaidie tupate washiriki. Kifupi ni kwamba kwa kufanya kile tulichokifanya, Mungu alitusaidia, tulipata washiriki na tukawa tumemaliza ule utafiti kwa wakati. Na kuna comment moja ambayo mkaguzi wa utafiti alifanya alivyokuja sasa akanikuta mimi, maana wakati mradi unaanza mwanzoni kabisa sikuwepo, mimi nilikuja tayari umeanza. Sasa yule mkaguzi alivyokuja akaniambia, Catherine, you have a soft back. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia, yani mambo yalikuwa hayaendi, ila ulivyokuja kumekuwa na hatua. Wow. So nilivyorudi nyumbani nikamwambia Mungu, ninakushukuru kwamba nilivyokuomba unisaidie watu wajue kweli uko na mimi, nilivyokuomba kwamba utusaidie tupate washiriki, matokeo yake yameonekana. Kwa hiyo ninajua kabisa mambo yangeweza kuwa tofauti kama nisingemuomba Roho Mtakatifu atusaidie. Wakati mwingine tunafikiri Roho Mtakatifu hajali kuhusu mambo haya tunayoyafanya nje ya utumishi wa kanisani, lakini anajali. Tunavyompa nafasi atusaidie, anafanya. Wakati mwingine unaweza usielewe ufanyaji wake, lakini utaona matokeo ya kile ambacho unatamani kitokee pale ambapo unamuomba Roho Mtakatifu akusaidie. Okay, tumalizie neno la hekima na ombi tunapomaliza kupitia The Bible Mine episode hii muhimu. Karibu. Niko pale. Tudumishe ushirikiano na Roho Mtakatifu. Na bahati nzuri sana ni kwamba hatuhitaji kwenda kanisani ili tuzungumze na Roho Mtakatifu. Yuko ndani yetu. Kwa hiyo unaweza ukazungumza naye wakati wowote, katika hali yoyote. Yeye yuko hapo na wewe, anaweza kukusaidia. Kuna wakati hautahitaji kuwa sijui na nusu saa au lisali moja la kuongea naye kumweleza hilo jambo ili akusaidia. Wakati mwingine
ni ile sauti ndogo tu unayosema Roho Mtakatifu nisaidie hapa, na yeye anatokea. Kwa hiyo tudumishe ushirikiano na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yuko tayari sana kutusaidia kwenye mambo yote ya maisha yetu. Na nikisema mambo yote namaanisha yote, madogo na makubwa. Kwa hiyo tuchague tu kushirikiana naye. Unaweza ukafanya majaribio na ukaona kwamba it is worth it. Okay, tumalizie kwa ombi. Okay, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii nyingine ambayo umetupa asubuhi ya leo kuendelea kujifunza katika maandiko. Na asante kwa sababu kwa namna ya pekee tumemwona Roho Mtakatifu alivyokuwa akitenda kazi ndani ya Danieli hata kabla ya ujio wa Kristo. Na zaidi sana baada ya ujio wa Kristo, Roho Mtakatifu amekuwa zawadi yetu, anayekaa na sisi na anayekaa kati yetu. Na tunautambua uwepo wake asubuhi ya leo, na haya ni maombi yetu kwamba kwa ajili ya kila mmoja anayesikia sasa na kila atakayesikia baada ya sasa, ukatusaidie Mungu kudumisha mahusiano na Roho Mtakatifu, kudumisha ushirika na Roho Mtakatifu, maana kwa yeye tunayaweza mambo yote, na kupitia yeye tunaweza kuwa majibu ya maswali magumu ya maisha ya watu katika ulimwengu huu. Roho Mtakatifu, tunakupenda, tunajisikia vizuri kwamba uko pamoja na sisi. Tusaidie tukusikilize, tusaidie tukufuate, tusaidie kila wakati tunapoona tumekwama, tukumbuke kwamba uko kutusaidia na tutafute msaada kwako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Amen. The Bible Mine tunaimaliza hivyo kwa episode ya leo. Tukutane tena Jumapili ijayo tukimakinika hapa katika kukidadavua kwa kina zaidi na kwa lugha rahisi kitabu cha Danieli. Hapo mambo mengi mazuri ambayo yatakuja wakati ujao, kwa endelea kubaki nasi. Mungu aendelee kukubariki. Amen. Amen.